business fulani Dubai, unaomba Mungu siri akutangulie mwele safari. Mimi unashindwa kuambia tena pastor na kuombea Mungu kwenda kusanyika mahali fulani Jumapili. Tunapaswa kumhusisha pastor kama vile nabii anasema. Ndio. Dites-lui ce que vous voulez faire, c'est mwambie vile ambavyo mnatafuta kufanya. Si c'est l'unique soirée que vous pouvez être ici, nous serons heureux de vous savoir. Mais il est premièrement de votre devoir d'être à votre église. Amen. Amen. C'est kama ni jioni moja unakuwa kutembelea juu ile service ya uponyaji ni mzuri, tunakaribishwa. Ya mzuri sana ya kwanza unapaswa kuwa ku devoir yako ya kanisa yako. Amen. Amen. Mungu akubariki sana. Amen. Tuko pamoja? Ndio. Je crois aujourd'hui cette écriture est accomplie. Tunaweza kusemea tena hii nafasi ya kusema kama kuna siku ambapo alikuwa decoration kwa Branham Tabernacle juu ya harusi. Sasa Frère Branham akatumana watu waende kukusanyika kwa makutano ya nani ya Frère Junior. Juu ya nini kule kwa Branham Tabernacle alikuwa decoration ya nini ya mariage. Na ilikuwa ni siku ya ibada. Sasa watu wakataka kukusanyika. Amen. Ndio akabatumana waende kukusanyika kwa nani? Kwa Frère Junior. Sasa Frère Junior alikuwa ni ndugu ambaye anaweza kufanya division mu Branham Tabernacle. Yule Frère Junior alikuwa anaamini ya kwamba ndugu Branham hapa ni vitu wenyewe wanafanya sio nabii, ni Mungu. Bado akatoka na kundi yake na watu wakaenda kufanya yao kanisa kule na doctrine ya kusema kama Branham sio mtu wa kawaida. Vile vile anakuwa anafanya guérison divine, vile vile anakuwa anatumana za kudiscerner watu wasema huyu sio mtu, huyu ni Mungu. Wakafanya doctrine yake kusema kama Branham ni Mungu. Mais siku moja nabii palikuwa service ya decoration juu ya mariage Branham Tabernacle. Akatumana wa ndugu waende kukusanyika pamoja kule. Mais kwa hii makanisa zetu za sasa, je sais pas kama kuko mtu anaweza kufanya ile kitu anye nabii Branham alifanya. Hakuna mtu anaweza kufanya ile kitu. Juu watu wanapenda bakwe na watu bami. Bakishaenda kule hata rudiaka tena unafanya watu wanakuwa watu ya. Mimi nabii Branham hakuwa na esprit ya vile. Amen. Amen. Alikuwa na esprit ya kutaka kanisa ikomai. Juu kanisa ni nini? Kanisa ndio watu, ndio sisi. Amen. 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 Na kanisa iko na komala wakati gani? Wakati tu unasikia maneno ya Mungu ya wakati inatuhimiza. Amen. Hapana kusikia tu maneno ya Mungu yenyewe haina ya wakati yetu. Tunapaswa kusikia maneno ya Mungu ya wakati yetu. Ndio wanafanya kanisa inakoma. Na ndio ilikuwa nini ilikuwa shauku ya ndugu Branham. Nasoma aujourd'hui cette écriture est accomplie. Frère Branham dit ceci de 1965. Il est dit, paragraphe 11. Et demain matin, les services ne pourront pas se tenir au tabernacle parce que le félicité sera là en train de décorer l'église en vue du mariage du demain, après-midi. Anasema kesho asubuhi apata kuwa nini ibada wapi kumakutano kule Branham Tabernacle apata kuwa ibada ile kesho asubuhi. Sasa na ilikuwa ni siku ya nini ya ibada? Ilikuwa ni siku ya makutano. Na huyu nabii mwenyewe ashatoka kutuambia kule mwanzo ule tulisoma mwile nyingine citation ya Reine du Midi anasema ya kwamba kila mtu atasikose kukusanyika siku ya Jumapili asubuhi kanisa yake. Sasa hapa ilikuwa ni siku ya ibada na decoration mule kuna decore juu ya mariage ya après-midi. Sasa watu wakose kukusanyika? Hapana, nabii akahimiza watu. Akaonesha mapendo. Ingawa wale ndugu alitoka akusanyika pamoja na sisi. Mwende mkusanyike kule ili tutimize vile wenyewe andiko inasema. Hebreu 10 verset 25 nasema tusikose kukusanyika. Sasa tunapaswa kukusanyika kwa kuwa tushakupatana kama kila siku asubuhi tunapaswa kuwa na nini? Na kusanyika. Ndio. Sasa alifanya nini ndugu Branham? Fuata hapa akisema nini? Et on a traversé les services du demain à l'église. On a transféré les services du demain matin à l'église des frères Rudel. Un de nos associés et c'est ici sur la route principale du numéro 70. Cela a-t-il été annoncé? Frère Neville dit oui. Asema tunaweza kunani kutosha ile service yetu ambayo ilikuwa hapa leo asubuhi. Tunasema watu waende kukusanyika kule kwa ule ndugu nani? Rudel. Ambayo itakuwa service ya asubuhi kule kwa ile ndugu kule. Ndio anauliza anasema ile numero ile nafasi ya address ile nafasi anauliza ndugu Neville ndio alikuwa pase anasema kama ile vitu vilitangazwa kwa kanisa. Ndugu Neville anasema ndio ilitangaza kama hakuna service hapa mimi tunataka kusanyika sibote kule. Amen. Amen. Je tuko pamoja. Amen. Il est dit ça a été annoncé et si il est débordé là nous prendrons les restes et environ
un autre ministre chez frère Junior Jackson à Clisville. Amen. Amen. Aseme ile unapasi kule vile kama itakuwa yenye kujaa wala kama iko deborde wala kama watu hawapendi kwenda kule vile waende kusanyika wapi? Wahuduma wengine na wengine watu waende naye pamoja waende kusanyika wapi? Kwa ndugu Junior Jackson. Amen. Je, tuko pamoja? Ndio. Mfuate mzuri. Hii ni tatizo ambayo inaleta watu wanatuuliza maswali leo katika ujumbe. Ingawa kila swali yote ambayo unaweza kuwa nayo na Biblia na mashaka kujibia. Ndio. Amen. Amen. Anasema waende kusanyika kwa ndugu Junior Jackson. Ndugu Junior Jackson nishaonyesha kama ni ndugu yenyewe zifanyaka division, sio hata separation. Amen. Amen. Mnaelewa tofauti entre division na separation? Ndio. Amen. Amina. Ndio, yeye alifanyaka njoo nini? Division akatoka kwenda kufanya yake nini? Makutano na doctrine tofauti ya kusema kama ndugu Branham huyu Mungu anamuona sio mtu, huyu ni Mungu, sio mtu. Mimi yenyewe kuna fanya na kuonyesha watu wanafanya hivi na hivi. Hapana, mtu afanyaki vya hivi. Akaenda kufanya makutano yake ya hivi. Mimi ndugu Branham huyu moya wakati ile service ilikuwa kwa kanisa kwa tunaona watu ndio kusanyika kule. Mimi mapasteri wale hakuna unaweza kufanya vya hivyo. Sasa hivi. Hawezi kutumana watu waende kusanyika ile nafasi. Sema ni watu wangu, wakishaenda ni watu wako. Ndugu Branham alifanya vile. Ndio. Sasa mapasteri wale hawezi kufanya vile jua nini? Jua shakatana nini? Nabii Branham. Nilikuwa nimchukua Nabii Branham kama vile yakini. Kama kwa ya reference ya vile Benya alikuwa anafanya. Wao wanajiferia kubi yake. Ile nafasi ilikuwa ni kusema kama ni shauku na nia pekee ya ndugu Branham ilikuwa ni kusema kanisa nini ikomae, iendelee injili. Ndio. Mungu ambariki. Amen. Il est dit, la raison pour laquelle nous tenons cela chez frère Rudel, c'est parce que c'est près d'ici et nous pouvons. Sababu ambayo tunaweza sema tuende kwa ule ndugu Rudel ni juu ya nini? Ni karibu hapa sana na bengi wetu wanaweza kufikia ile nafasi. Et nous n'avons pensé que vous pourriez trouver cela plus facile. Et alors nous occuperons d'une certaine façon. Et soyez sûrs de faire entrer tous ces gens en baptisant pour demain. Et j'espère qu'il y aura encore 100 ou 200 qui s'ajouteront à cela demain pour les baptêmes et maintenant demain soir 3 points. Amen. Amen. Ilikuwa ni fasi ya kutaka kutuhimiza tu ya kusema ya kwamba tunapaswa kuwa na nini na upendo. Amen. Amen. Ingawavyo atukusanyiki fasi moja, ingawavyo amkusanyiki na mtu fasi moja, unapaswa kuwa nini na upendo. Kusudi tuko wale watu ambao tunasema ya kwamba ndugu Branham ndio nini absolute wetu. Tunapaswa kukubali vitu vyenye nabii alisema kama neno ya Mungu. Amen. Ile neno nabii Branham alikuwa anasemea hapa ilikuwa ni neno ya Mungu. Alikuwa anataka kuonesha mapendo, alikuwa anataka kufundisha wa ndugu. Wajue ingawavyo ule ndugu alitoka akusanyiki pamoja na asili. Angali ndugu yeye. Ndio. Tunapaswa kwenda kumhimiza. Mungu amebariki sana. Amen. Sema, John unasema ile tena niliahidi Jumapili kama nitamsomea kusudi msikie absolute wetu kisa alikuwa kiwango kiasi cha mapendo. Mungu awabariki sana. Amen. Sasa bila kuchelewa tunaanzia pale tuliachia Jumapili. Jumapili tulikuwa na ile point yetu ya ine ambayo inaitwa eske William Branham ni Kristo au hapana? Sisi tukasema ni hapana, William Branham ni absolute. Sasa kama ni absolute tulivitosha wapi? Amen. Amen. Sasa tukasema kama kubiblia piko watu ambao nao walikuwa na yakini wao. Sema kila mtu yote kubiblia alikuwa na yakini wake. Tukaona ya kwamba kama watu wenyewe walikuwa waliamini ujumbe wa Elia. Nasema kama Elia ndio alikuwa neno ya Mungu kwa ile wakati kwa wale watu ambao walikuwa wanaamini ujumbe wa Elia. Wale watu wenyewe waliamini ujumbe wa Elia hawakuwaita wa Eliaista hawakuwaita wa Mosesista walikuwa wanaitwa wa nani? Wa Kristo. Sasa leo kia maajabu watu wenyewe wanaamini ujumbe wa ndugu Branham wanawaita wa Branhamisti. Ni juu ya nini? Ni esprit ya fanatisme. Sisi tuko njoo wa nani? Wa Kristo, tuko wa Branhamisti. Amen. Tuko njoo wa Kristo. Wewe tuliamini ujumbe ya nani? Ya Branham. Je, tuko pamoja? Amina. Watu ili ya kuwatosha mkonfisha kuambia kwa Branham muitikie njoo vile ya address yenyewe wanatoa. Si benyo tunajua tuko wa Branhamisti, tuko wa nani? Wa Kristo. Juku kwa wewe Branhamisti bado ulizaliwa katika familia ya nani? Ya Branham. Je, tuko pamoja? Amina. Benyo waliaminiaka ujumbe wa Elia. Tulisikia Jumapili na Biblia Branham anasema kama no way ndio alikuwa neno ya Mungu kwa ile wakati. Benyo waliaminiaka ujumbe wa no way walikuwa kama Noiste. Hapana. Walikuwa kama Mosesiste. Walikuwa kama Elieliste.
wote walikuwa wanaitwa njoba nani? Wakristo. Je, tuko pamoja? Amen. Mungu abariki sana. Amen. Ile ni confusion ndio kuna watu leo, kama mtu anakuita vile unyaamini hiyo ujumbe wa Branham, anataka kujua address yako. Unaweza kumwitikia, juu facilite tâche, mais unajua kenyewe wewe uko kama wewe ndio Mkristo. Amen. Mungu abariki. Amen. Amen. Je prends question et réponse de 1964, paragraphe 49. J'avais lu cela le dimanche, je vais un peu lire pour l'introduction. Frère Branham dit ceci au paragraphe 49. Alors, d'être un théologien qui avait reçu une solide formation, ça n'avait aucun rapport d'être doux ou aimable. Ça n'avait aucun rapport. Qu'est-ce que les retards différents? Il était la parole faite chair, pas la parole pour les jours de Moïse, non. Amen. Amen. Nasema kuwa nini mwenye teolojia ambayo yuko mpole, ambayo yuko mwenye kufurahi wala unye anafurahiwa, unye anapendwa na watu wote, ila ya aina nini raporo yoyote. Mais kukua qu'est-ce que yenye nafanya kuwa difference na ile mambo ingine ni kusema ni nini ni neno ya Mungu ambayo ilifanyika mwili. Na ile neno ya Mungu ambayo ilifanyika mwili sio neno ya Mungu ya wakati ya Musa, hapana. Neno ya Mungu ya wakati wa Musa haitakufanya kuwa tofauti na watu wenye teolojia. Neno ya Mungu ya wakati wa Elia haitakufanya tofauti na wateolojia. Neno ya Mungu ya wakati wa Noe haitakufanya kuwa tofauti na wateolojia. Sasa piko neno ya Mungu ya wakati wako ndio unapaswa kufanya wewe tofauti na watu wenye teolojia. Wakati wote uko naamini neno ya Mungu ya wakati ya Noa. Unaamini neno ya Mungu ya wakati ya Moize. Neno ya Mungu ya wakati ya Musa. Unakataa neno ya Mungu ya wakati yako, uko sawa sawa na wenye teolojia. Amen. Amen. Uko sawa sawa nao. Ile unafanya si kwa tofauti na wakati tunakubali neno ya Mungu ya wakati yetu. Je, tuko pamoja? Ndio. Ndio pale nilikuwa nasema ya kwamba peko watu ambao biko ba religieux sana, baki ni ba Kristo ba kidini sana. Biko kizehebu meme message. Jua nini kizehebu mu message? Utasikia mtu wakati wanasema juu ya ndugu Branham anasirika huko pale na vibagimba sasa tikipulizo. Mesa wanasema juu ya Musa anafurahi. Ule mtu na mteolojia hakuna utofauti, biko sawa sawa. Sasa hivi. Ni Branham ndio anasema. Ndio. Asini hapana difference. Mais yeye unafanya watu kwa difference ni nini? Ni la parole faite chair. Amen. Hapana parole faite chair au jour de Moïse, non. Parole faite chair à notre jour. Amina. Je tuko pamoja. Amen. Sasa hivi. Kisha mtu aseme no, tusome kitabu cha Genèse. Anafurahi Genèse frère. Ndio sema tusome frère Branham anasema dala la parole par la sema nie naye na ule Branham mimi muamini ujumbe. Mais sasa anasema tusome Genèse, anasawika kama Genèse alikuwa ni Musa. Sio kusema Jumapili. Unaandika kama vitabu 5 vya mwanzo vyote alikuwa ni nani Musa? Wakati tunasema tusome Genèse, tuko tunasoma nani ndio Musa. Je, tuko pamoja? Amina. Unaandika vitabu vya 5 vya mwanzo ilikuwa ni Musa. Ndio. Unalifanya rassemblement ya vitabu 5 vya mwanzo ni Musa ndiye alifanya. Kama vile tusikia na Biblia tuonesha ya kwamba wenyewe wanaandika vitabu viko by écrivain 46. Balifanya durant de 16 ans. Sasa mwili vitabu vya kwanza vya mwanzo ndio vilifanyaka ilikuwa ni nani? Musa. Sasa wakati wanasema tusome Genèse frère. Nasikia watu wanasema Genèse. Tusome Genèse, unazana ni vitu vimoja vya maajabu ajabu. Kumbe wao mnasabika Mungu mnasoma ndio nani Musa. Mais watu wanafurahi kabisa. Alléluia. Amen. C'est quand l'on commencement Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Wanafurahi sana. Wanapiga mais ça va te dire que nous sommes la plus grande bataille jamais livrée. Amen. Asi tusome vita ya mkubwa ambaye hajako. Je tuko pamoja. Amina. Kila vitu vinafanyika mu ujumbe. Ndio. Wale watu wenyewe wanafanya vile vile mu ujumbe sio baamini wa ujumbe. Wale wanaitwa ndio bazehebu wa mu ujumbe. Juu ya nini? Na Biblia anasema kutuambia. Ndio. Yeye kwa kufanya si kwa différent. Ni la parole faite chair de notre jour. Amen. Hapana parole faite chair ya wakati ya Musa, hapana. Hapana parole faite chair wakati ya Noe, hapana. Hapana parole faite chair wakati ya Elia, hapana. Ni parole faite chair ya wakati yetu. Amen. Dieu nous appelle à tout réjouir. Dieu nous appelle à faire des trucs différents, tout tofauti. Amen, 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 amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Amen, amen. Dieu nous appelle à faire des tofauti. Ndio. Mungu amebariki sana. Amen. Watu wa vile wa kidini. Il est dit ceci. Et Moïse
C'est Moïse qui était ce jour-là, cette parole-là. Pas la parole pour le jour de Noé, non. C'est Musa ndio alikuwa neno kwa hiyo wakati, mais Musa hakukuwa neno ya wakati wa Noa. Ilikuwa ni neno tofauti, mais yote ilikuwa ni neno. Je tuko pamoja? Ndio. Il est dit. Et pas le jour et Noé qui était la parole pour le jour-là. Pas le jour, la parole pour Élie, non. Na Noa alikuwa neno kwa wakati yake, na hakukuwa neno kwa wakati ya nani ya Elia. Maana palikuwa wakati ya Elia neno tofauti na wakati wa Noa neno tofauti. Mbele yote ilikuwa ni neno. Jua alikuwa na nini na absoli moja. Kama vile tulisema Jumapili kama absoli wetu sisi ni nabii. Sasa absoli wa nabii ni nani? Biblia. Alikuwa anaitwa nini? Absoli wa nabii ni Biblia. Ndio. Sasa ile Biblia ambayo ni absoli ya nabii tushakuijua kama ni nini ni nabii mwenyewe ndio profeti alisema. Ndio. Ambayo hatuwezi kuongeza au kupunguza. Mimi sasa tuangalie sasa absoli wa Musa. Alikuwa nani? Ndio. Amen. Jua watoto wa Israeli wenyewe walikuwa wanafuata Musa, walimfanya Musa kuwa nani absoli wao. Tunajua vile si bote. Ndio. Yote wenyewe walikuwa watafuta kufanya, walikwenda kumuuliza kwanza nini? Musa. Hakuna kitu kingine wangefanya bobe wenyewe bila kumuuliza Musa. Walikuwa wanamuuliza kwanza Musa ndio wanaenda kutenda. Sasa Musa naye absolu wake alikuwa nini sasa? Absolu wa Musa alikuwa ni nini? Colonne de feu. Ilikuwa ni nguzo ya moto ndio ilikuwa absolu ya Musa. Je, tuko pamoja? Amina. Tutaenda kule na Biblia yangu ilikuwa inaexplique mzuri. Tumwache mwenyewe aseme. Ndio yakini. Faut tujifere kubenye mwenyewe alisema. Amina. Il est dit. Et c'est Élie qui était cette parole-là pour ces jours-là, mais il était la parole au présent. Et eux, ils vivaient dans le passé. Amen. Amen. Ndio alikuwa neno ya hiyo wakati na wao walikuwa naishi katika nyakati zenye isha kupita. Ni Elia ndio alikuwa neno. Kama vile leo tunasema kama neno wa hiyo wakati yetu ni nani? Ni Branham. Tukasisitiza pale kusema ule unyana katana kama Branham sio neno kwa hiyo wakati yetu binamuona. Mais kila mtu yote anapaswa kuwa na nini ila na yakini wake. Mungu amebariki. Amen. Et je prends l'absolu de 1962, paragraphe 192, il est dit ceci. Nous pouvons regarder en arrière, regarder les hommes qui ont mis leur confiance dans les empereurs. Ase tutazame kidogo nyuma, tuangalie kidogo nyuma. Tuangalie watu ambao waliweza kuweka confiance yao katika wanani wa empereur. Il est dit, regardez les hommes qui ont mis leur confiance dans les dictateurs. C'est tuangalie watu ambao waliweka ile confiance yao katika wale watu wenyewe walikuwa na kwa dictatorship, walikuwa na dictate about. Il est dit, regardez les hommes qui ont mis leur confiance, les espoirs s'ils sortent des absolus. C'est tuangalie watu ambao waliweza kuweka confiance yao, matumaini yao yote kwa yakini tofauti. Et regardez où ils sont aujourd'hui. C'est tunatazame kule kwa ambapo wako leo. Maintenant, faisons demi-tour et regardons les hommes qui ont placé leur absolu sur la Bible. C'est ça tutazame nyuma kwanza kidogo tuangalie wale watu ambao waliweza kuweka nini yakini au kwenye Biblia. Sur la parole de Dieu et qui l'ont prise comme absolu. Regardez où ils sont maintenant. Ase tuangalie nyuma kidogo wale watu ambao waliweka yakini wao kwenye Biblia na tuangalie kwenye wako sasa wale watu hapa sasa. Tuendelee, nabii anasema 197. Il est dit, nous devons avoir un absolu. Ase tunapaswa kuwa na nini na yakini. Amen. Nous devons hapana pese tukue wala ni nani mu English pia nasone mzuri. Kuwant na kunid ni vitu vile vinachana. Mimi hapa ni ya must. Nous devons, maana tunapaswa. Kila mtu anashurutishwa kuwa na nini na yakini. Chacun doit avoir un. C'est kila mtu anapaswa kuwa na moja. Hapana bawili, batatu, 20 umoja. Vous avez un. C'est uko na umoja. Mais ce que j'essaie de vous dire, je fais un tour d'Arizona pour vous montrer ce que sont des absolus. Amen. C'est kila mtu anapaswa kuwa na umoja na kila mtu iko na umoja. Ile
ile ambayo nataka jaribia kumionyesha, ninatafuta kurudia kwanza nyuma kidogo kule kwa Arizona ili niweze kuwaonesha vile kila mtu yuko na nini na absolu. Bon, le cours suprême du pays est l'absolu de la nation. Amen. Asema kama makubwa ya nchi ndio nini yakini ya ile nchi. Kama vile Australia, cote ndio nini absolu ya Australia. Ukishafanya kitu kidogo tu unapatia bili kwa polisi, anakuambia kama haulipi utaenda kuko. Ndio na hiyo ndio iko na neno ya mwisho. Si ndio vile? Ndio. Ndio nini yakini ya nini ya nchi. Il est dit ce qu'ils disent est bien, c'est ça. Ah, j'ai sauté quelque chose. C'est la fin de toute dispute. Maana ile cour supreme ndio inakuwa nini? Mwisho ya kila nini? Madiscussion yote wala maongezi yoyote. Yenyewe kuna neno ya mwisho. Ni nini niko tasema aende jela au hapana, unaisha. Yeye anapaswa kuwa na mwisho. Maana ndio absolu wa nini wa nchi. Il est dit. Je continue. Il règle cela. C'est ce qu'ils disent est bien, ça c'est ce qu'ils disent est bien, c'est ça. Il y a ile cour supreme inakuwa na règle hiyo kitu na kile kenye inasema inafika na malizie hapo. Il y a un absolu dans un jeu de ball. Asema anakuwa nini tena yakini katika nini mchezo ya kabu? Ya mpira. Ya kabu. Hadi kila kitu kyote kenye kinakuwa na kutendeka panapaswa kwa nini ya yakini. Katika nchi kote ndio nini absolu. Mchezo wa football peko nani yakini. Sasa yakini wale mchezo wa football ndio nani wanasema ni nini arbitre. C'est l'arbitre. Oui, parfois nous n'apprécions pas ces décisions non plus, mais c'est quand même ça. Amen. Asema ni arbitre ndio nini? Ndio absolu wa nini wa football. Inaweza kuwa watu wanampatia huyu jaune, wala wanampatia huyu rouge, wanasema goal au wanakatala kuwa goal. Mais watu wanakatala ile nini? Ma decision zake. Mais yeye ndio yakini akishasema na akishasema. Kwanza kushendelea kudiskite naye anakupatia nyingine jaune. Diskite anakupatia na rouge akwambia mtoshe nje na macho utachezaka tena. Si ndio vile wanafanyaka? Ndio. Ile ni mje ya football. Na muinchi ni nani ni court. Usikie vile nabii ndio anasema anataka kuexplique namna gani kila mtu anakuwa na yakini yake. Bali utaenda kutambua kusema kwamba na wewe uko na yakini wako mimi hauju wake. Il est dit, c'est l'arbitre. Oh oui, parfois nous n'apprécions pas ces décisions non plus, mais c'est 3 points et quand même ça. L'arbitre, sa décision est censée à pile. C'est vrai, peu importe ce que les autres disent, ils disent que c'est un truc, un coup, c'est vrai. Maintenant, peu importe ce que les autres disent, cela n'a rien à voir. Mais pensons simplement à cela. Moi, si je ne vais pas au match de balle, mais j'ai juste noté cette idée. Un arbitre est l'absolu des jeux de balle. Amen. Amen. Pale kuna jaribu tu kuexplique ile nani ya nini ya arbitre, maki kazi ya arbitre mchezo ya football. Kama naye arbitre ni nani ndio nani absolu kule. Je, mnakubaliana na nabii pale? Amen. Mungu ambariki sana. Amen. Mshendelea chini kidogo mwa ile brochure anasema tena juu ya nini ya traffic light. Anasema traffic light ndio nini? Absolu wa nini wa barabara. Anasema piko wakati ambao Mussolini alikuwa nini? Yakini na yeye. Amen. Asema ndio alikuwa yakini, maki wote wenyewe walikuwa wanafuta kufanya kwenda kujirefere kwake. Asema kama nani Farao naye kwa Egypt alikuwa nini yakini. Wote wenyewe walikuwa wanafuta kufanya hivyo, ndio muulize kwanza Farao. Kama umeamuza Farao ndio kufanya andeoro ya bila ataenda kumiua. Na ukishasema kama mfanye vile anamimalizia. Ndio alikuwa nini kwa ya reference yao. Kwa hiyo wakati. Amen. Amen. Tunaendelea, je saute un peu. Frère Branham dit ceci. Question et réponse de 1964, paragraphe 409. Ici, je vais parler. Frère Branham dit ceci. Frère Branham, une sœur a fait d'environ 800 300 km pour venir au tabernacle et il disait croire que vous êtes un Jésus-Christ incarné. Mon aspect au détail.
Swali anasema. Asa ndugu Branham, piko dada unalifanya hii makilometra, 800,000 kilometra na 300 kilometre ya distance iko na kukusanyika wapi ku Branham Tabernacle. Huyu ni dada unalitoka wapi ku makutano ya Frere Junior kule. Akakuja ku Branham Tabernacle akaona Branham akasema Branham wewe uko Jésus ambayo iko incarné. Ule dada ule. Na nguvu zake zote kule kwenye anatoka ile makilometraje yote yenye anatoka na tembea kama ni mwavio alikuwa kama ni gari alikuwa hivyo ile ba distance yote unatembea mimi iko mnini mu ignorance anamfanya nabii kwa nani Mungu anasema kama ni Mungu ambaye ni Yesu Kristo incarné tusikie kile nabii alimjibu mimi unasikia mabidii yake alikuwa nayo kwenye alikuwa anatokea kote hapo kwenye nisema hapa nitasema kitu fulani. Ndio pale Frere Branham yuko anatuonyesha mule influence anasema ya kwamba vaut mieux zele ase bora kukuwa na bidii katika makosa baada ya kufanya makosa na unajua kama ni makosa. Amen. Amen. Bora unafanya makosa mu ignorance mtokujua. Vaut mieux zele dans l'erreur baada ya kujua kia kufanya na ukifanya. Je, tuko pamoja? Amen. Unaweza kuwa na ile bidii ya mzuri sana unatoka kule kote na kukusanyika Brisbane. Unatoka Brisbane unaenda kukusanyika Kabucha. Unatoka Brisbane unaenda kukusanyika Sydney. Unatoka Sydney unaenda kukusanyika Townsville. Mimi uko na nini na zele ya makosa. Huyu dada unasikia kilomita yenyewe nitoka. Ni mbali sana. 800,000 kilomita. Kutoka hapa na Kabucha na kwa ni 60 kilomita. Kutoka hapa mimi na Kabucha ni 60 kilomita. 60 kilomita. Mimi ilikuwa ni 800,000 kilomita kama nikiwa na mbio, kama nikiwa na gari. Mimi anakuja ku Branham Tabernacle akasema wewe Branham hata huko ni Yesu ambao uko incarné. Iko ni nini mumako? Mais anajua ya kufanya leo kama Jésus haiko huyo. Anajua kama Branham ni prophet. Mais kuna kazi yenyewe iko nafanya akasema huyu ni nani? Ni Jésus incarné. Mtu kama na vile iko zele memu makosa. Ndio pale nisema hapa mimi nitasema mtu anaweza kuwa anafanya kitu anajitosha jasho anajisumbuka anafanya vya maajabu anasaidia watu anasaidia anafanya vya mzuri. Mais au commencer ile misingi yake yenyewe iko ni makosa. Anaweza kutoka pale kukusanyika mahali kokote kunya anaenda kukusanyika ya asubuhi. Mais wakati anaenda kukusanyika mkosa ni anaishi mu makosa. Ndio. Je, tuko pamoja? Amen. Piko huyu ndio alikuwa mzuri sana ungejuaga vile kama nyinyi wenyewe naamini. Angeenda kama kule kukatisha tiketi ya mbio. Wanamwona ni dada wa mzuri kabisa wa kujisitiri anavaa bia anaongea bia na utaratibu. Mimi kufika kule na biaribisha anasema kama Branham ni Mungu. Anaweza kusaidia watu. Je continue. Il est dit Frère Branham anaanza kusema. S'il vous plaît, parlez ceci. C'est tafadhali sema hii. Elle était très impatient d'essayer de dire aux autres ce qu'elle pensait. Alikuwa mtu mwenye hawezi kuvumilia kwa kutokuzambia wengine vile wenyewe alikuwa na waza. Impatient, très bien. Bon, bien entendu. Cette sœur était dans l'erreur. Amen. Amen. Nasikia jibu ya nabii. Ingawa vile vyote vinyo dada alifanya, ile maetranger yote yenyewe alifanya, ile makilometraje yote yenyewe alitembea kwenda ku Branham Tabernacle, haiko mumakosa. Je, tuko pamoja? Amen. Ingawa vyote vya mzuri yenyewe anaweza kukupanzia, iko mumakosa wakati wote kuna mweka ndugu Branham kunafuata yenyewe aina yake. Tunasema ndugu Branham ndio nabii wa kizazi. Amen. Ndio absolu wewe ndio unakatala. Uko makosa. Ingawa vyote vinyo unafanya uko makosa. Amen. Je, tuko pamoja? Amen. Haijalishi étranger ambao unatoka hapo unaenda kukusanyika kama ni Sydney. Unaenda kukusanyika New South Wales. Unaenda kukusanyika kama ni Kabucha. Unatoka Kabucha unaenda kukusanyika huko kwetu. Mais wakati wote tunamplacer Frère Branham kwa nafasi ya mubaya huko makosa. Ça c'est vrai. Et Dieu vous bénisse richement. Amen. Frère Branham anajibu paragraphe 120 pale anasema bon, bien entendu, aseme ndio binasikilika. Cette sœur était dans l'erreur. Ule dada iko makosa. Je ne suis pas Jésus-Christ. Je suis son serviteur. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Amen.
ile vyote vya ule dada alifanya, ile maetranger yote, kama ni tikia vya nilipa, kama ni yote madepase ni alifanya, vilikuwa inaonekana vya mzuri. Alikuwa na nia mzuri ya kutaka kuabudu. Alikuwa na nia mzuri ya kutokosa kukusanyika ile Jumapili. Mimi wakati anamweka ndugu Branham kuna nafasi yenyewe aina yake iko makosa. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Branham anasema mimi niko serviteur wa Jésus Christ, mais je ne suis pas le Jésus Christ. Nous avons expliqué ça tant de fois. C'est touché jaribu kunini kutafsiria wala expliquer kufafanula hii mambo muda ya mingi sana. Oh, j'ai presque terminé là. Priez seulement pour moi, ça prendrait encore juste un petit moment. Amen. Amen. Et Dieu vous bénisse Richard. Amen. Je mnasikia ni mapepo zenye siku za kizazi leo. Nitaka kusoma nafasi ili tuweze kuona ya kwamba isimitishwe wala msitishiwe wala msitishike. Watu wanaweza kuwa na kanisa ya mkubwa, unaweza kuwa na watu wengi. Unaweza kuwa unafanya bidii ya mingi ya kumtumikia Mungu, wakati uko unamtumikia Mungu kinyume na mapenzi yake, uko unaishi ndio makosa. Wakati unakatala ujumbe ya wakati yako, uko unaishi ndio nini makosa. Je, tuko pamoja? Amen. Mungu amebariki sana. Amina. Je continue. Frère Branham dit ceci. L'Éden de Satan. Examen Éden ya Shetani. Et 1965, paragraphe 61. Il est dit: c'était l'Église qui détourne les hommes du droit chemin. C'est l'Église, voyez-vous, qui détourne les hommes qui veut être un fils de Dieu. Aseme ni kanisa ambayo inajaribu kunini kutosha watu katika njia ya mzuri. Marikele yangu sio nibitia bila ziandiki. Il est dit, c'est cette église qui détourne les hommes qui détourne les hommes du droit chemin. C'est l'église, voyez-vous, qui détourne les hommes qui veut être un fils de Dieu. Je mko pamoja pale. Wakati ndugu Branham yuko anasemea juu ya kanisa, hasemi juu ya hii jengo hii yetu kwangu. Ni watu, ndio kanisa. Amen. Il est dit, c'est la femme, l'église. Amen. Amen. Tipe ya kanisa tena ni mwanamke. Je, tuko pamoja? Ndio. Je, tuko pamoja pale? Amina. Mfano ya kanisa ni nani? Ni mwanamke. Maana sisi wote hapa mbele ya Kristo tuko wanawake. Spirituellement parla. Ndio. Sema kwa kiroho. Sisi wote tuko wanawake mbele ya Kristo. Tuko na Bwana mmoja ambaye ni Kristo, ndio chef, ndio pastor. Ndio. Ni Yesu Kristo. Ndio Bwana wasiye wote. Ndio. Kama unaitika wewe kuwa kanisa. Lakini uko mwanamke. Je, tuko pamoja? Amen. Munote ile kitu mzuri tutaisikia kule mbele na Biblia nami kuna semea tu mwanamke msinamiti. Il est dit, oh oui, je saute quelque chose, excusez-moi. Pas la Bible Dieu, car la Bible c'est l'homme. Amen. Amen. Iko sawa, mfuata mzuri pale. Turudilie mzuri. Frère Branham dit ceci. C'est l'église qui détourne les hommes du droit chemin. C'est l'église, voyez-vous, qui détourne les hommes qui veut être un fils de Dieu. Amen. Amen. C'est ni kanisa ambayo inatosha nani? Wanaume kwa njia ya mzuri. Yenye inatosha watu kwa njia ya mzuri ni kanisa. Na ile kanisa anasema ni nini mwanamke, si ndio vile? Ndio. Anasema hapana Biblia. Pas la Bible. Dieu. Car la Bible c'est l'homme. Amen. Amen. Je, tunaamini vile? Amina. Kama Mungu ni mwanaume. Ndio. Ndio tunaamini si wote kama Mungu ni mwanaume. Ndio. Aseme yeye inatosha watu munjia, wenyewe kuna detourner watu na wapotosha ni kanisa. Na kanisa ni wanawake. Sasa sio nini Biblia? Biblia ipotoshi watu. Juu Biblia ni Mungu. Amen. Asa Biblia ni mtu. Amen. Biblia ni mtu. Ndio pale kwenye nabii alisema ya kwamba kama Biblia yake ni nini ni nabii. Na nabii ni mtu. Nabii ni mtu. Ndio. Amina. Ndio tuko pamoja. Amen.
Peut-être tuliza nje watu wanasomaka hapo wala wanasomaka tu nani nabii kama vile magazeti wanapita pita. Écoutez. Frère Branham dit ceci. Oh oui, la parole a été faite chair. Il a été homme. Amen. Aseme ndio neno lifanyika mwili, ile neno kafanyika kuwa nini? Mtu. Amen. Neno kafanyika kuwa mtu. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen, amen, amen. Et lorsque nous lisons dans la Bible, là au Genèse, la Bible nous dit qu'au commencement était la parole. La parole. Kumanza kwa palikuwa ndio neno. Lakini ilikuwa ni neno ndio ilikuwa kwa mwanzo, kwa vingine tena neno tu basi. Wakati Adamu alikuwa anatafuta kitu kikote alikuwa anasema kinafanyika. Eve vile vile wakati anatafuta kitu anasema kinafanyika. Yule kenye kilikuwa mule mwanzo ilikuwa ni nini? Ni neno peke yake. Écoute. Voyez, la Bible, c'est l'homme. L'église, c'est la femme. Voyez, ce n'est pas l'église, la Bible qui détourne l'homme, non. Du droit chemin. C'est l'église qui le détourne du droit chemin. C'est à cause de l'église qu'il se retrouve ni. Pas à cause de la Bible. Voyez, absolument pas. La Bible lui dit qu'il est ni. Oui, monsieur. Amen. Sio kwa sababu ya Biblia ambayo ni mwanaume ndio ilifanya watu wanakuwa nini? Uchi, hapana. Ndio ilifanya watu wanakuwa uchi ilikuwa ni nini mwanamke? Ni mwanamke ambaye ni kanisa. Na leo kanisa spirituellement parlant kanisa ni mwanamke. Il est dit. C'est la Bible lui dit qu'il était ni. Oui, monsieur. Amen. Ase ni Biblia vile za kusema kama alikuwa hafai. Sema hiyo ni kweli. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Amen. Je continue. Frère Branham dit ceci. Allez, naamini mlishika ile point ya kusema kama kanisa ni nini? Ni mwanamke. Tayona kule kumbele sasa mzuri kisiko na expliquer bien. Ndio. Ile ni terms ambayo unatafuta kutuhimiza kwa ajili ya kuona namna gani tunampositionner na Biblia Branham. Branham ni nani kwetu? Ndio tulisikia kama Branham kwa hii generation yote Branham ni nabii wao. Mais si atulimite pale tunapanda tena kuona ya kwamba Branham sio nabii tu, iko ni nini ni akili. Juu iko na maneno ya Mungu. Na neno ya Mungu inakuweka ni kwa nabii. Wakati nabii anakuja na maneno ya Mungu, ile nabii automatiquement anakuwa ni nini ni neno. Juu yeye na neno yake ni kitu kimoja. Mais haiko objet d'adoration, haiko Mungu, haiko Kristo, hapana. Acha mkatawie ile dada ule asema hapana, mimi siko Kristo, mimi niko mtumishi wa Kristo. Mimi niko kinywa kia nani kia Mungu. Mungu akishawaza na mtumishi yake mimi ananitumana njoo mimi naenda kusema. Mimi siko Kristo, hapana. Niko mtumishi njoo wa Kristo. Tusikie hapa tena nabii anasema nini. Mais il n'était pas ici au commencement. Asema haikuwa hivi huko mwanzo. Le 1961, paragraphe 213. Frère Branham dit ceci. Écoutez, croyez-vous que je suis son prophète? Amen. Makia mkona fata. Si swali anauliza. Et puis on a question mark. Croyez-vous que je suis son prophète? Amen. Sote tunaamini kama vile ni nabii wa. Nabii wa Mungu ni nani? Ni Branham. Anauliza swali. Je, mnaamini kama mimi niko nabii wake? Ndio. Amen. Amina. Na nabii wa Mungu tushasikia kwamba ni kinywa cha Mungu. Ni mtafsiri wa maandiko. Mtafsiri wa kiungu. Ndio nabii. Écoute, il est dit ceci. Je n'avais pas de déclaration ceci auparavant. C'est pourquoi dans ma tamshi kama hivi huko mwanzo. Mais je crois qu'en les disant, les gens comprendront et sauront ce que j'essaie de vous transmettre. Amen. Aseme sikumbuka na matamsho kama na hivi huko mwanzo. Mais kwa kusema hivi, naamini ya kwamba watu watatambua na kuelewa vile ambavyo tunatafuta kumiletea ni nini. Je, mko tayari kwa kutaka kujua vile vinataka kutuletea? Amen. Amen. Il est dit ceci. Il y a des gens ici qui déclarent ouvertement que c'est ici qu'il y a le christianisme. C'est piko watu hii asubuhi ambao wanadamu kwa kusema ya kwamba hapa ndio piko nini Ukristo. Venez, ne le voulez-vous pas? Prêtez-moi de vous poser une question.
Sasa mkuja hampendi hivyo. Tafadhali mniruhusu nimuulize swali. Comment allez-vous donc y arriver? Vous ne recevrez jamais un autre signe. Le voici, ainsi dit le Seigneur. Un prophète de Dieu fera-t-il une telle déclaration si ce n'était pas vrai? Amen. Aseme mtazameni, hamtapokea ishara nyingine yoyote. Kwa useme mwingine tunaweza kusema mtazame, hamtapokea nabii mwingine wowote. Ndio anasema seme hivi ni hivi, asema Bwana. Aseme nabii wa Mungu anaweza kufanya matamshi kama na hayo kama haiko ukweli. Maana nabii wa Mungu akisema kama ni asidi le Seigneur, maana ni ukweli. Ni ukweli. Il est dit, vous êtes en train de recevoir votre plus grand et dernier signe avant l'apparition de Christ. Amen. Amen. Asema mko unapokea ile ishara yenu ya mwisho ya mkubwa baada ya kuonekana kwa nani? Kwa Kristo. Il est dit, la raison pour laquelle je dis ces choses, je n'ai jamais dit ceci dans aucune autre réunion. C'est sababu ambayo natuma niseme hii mambo, sijawahi kusema mambo kama na haya mu makutano ingine wala wakati tunakusanyika saa yoyote. Ni mara ya kwanza nasema mambo kama na hayo. Il est dit, je pense simplement que ceci à l'occasion pour quelque chose arrive. C'est pourquoi je parle ainsi. Je crois que vous comprenez. Aseme hii nasema hivi juu piko kitu ambacho kinataka kufika. Na mimi naamini ya kwamba nasema hivi ili muweze kuelewa. Vous n'irez pas ici et là faire une sorte de culte et dire frère Branham est un Dieu. Non. Aseme mtenda mtoke hapa mwende huko na kule mfanye nini makutano wala mkusanyiki wala mfanye kanisa mseme kama ndugu Branham ni Mungu. Hapana. Ndugu Branham sio nani Mungu. Ni mtumishi jo wa nani wa Mungu. Sio tuliza kumwanza kule. Écoutez, croyez-vous que je suis son prophète? Amina. Faire le prophète de Dieu, vous le faites lui un antichrist. Mnamfanya nabii wa Mungu kuwa Mungu, mnamfanya nabii kuwa mpinga Kristo. Amen. Ndio anakataza sema msitoke mwende huko na kule mfanye makutano mseme kama ndugu Branham ni Mungu. Hapana. Sio Mungu, ni nabii wa Mungu. Ni yakini. Ni point ya référence. Il est dit. Ou quelque chose de ce genre. Vous comprenez ce dont je parle? Parce que mnaelewa vile vanyo nasema. Je na nyinyi mnaelewa vile vanyo nasema? Amen. Sisi hapa tumconsidere nabii Branham kama ni Mungu. Hapana. Kwetu ni nabii tena ni yakini. Venez maintenant. Venez, laissez-moi vous persuader au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Asema mkuje sasa na mniache niweze kumhakikishia mjina la Yesu. Venez, vous qui ne connaissez pas votre position. Asema mkuje nyinyi ambao hamjui nafasi yenu. Piko watu ambao hawajui nafasi yao. Ndio. Wanakuwaka tu bora tuniite kwa nini Mkristo. Wala bora tuniite na mimi naingia mkanisa ya message. Bora na mimi naingia mtabernacle. Bora mimi niamini ujumbe ya nabii Branham. Hayu position yake ndani ya Kristo ni gani? Je, tuko pamoja? Amen. Kama vile nimewahi kuongea na mtu mmoja nilikuwa nawazia kama ni muamini wa ujumbe. Nikamuuliza, je, wewe unaamini kama umihuri 7 inafunuliwa? Sasa vile mwenyewe inafunuliwa na bifunuli pia binusu kitu yoyote. Bora mimi naamini kama ndugu Branham ni nabii. Mimi ni mtu kabisa wa makano. Hayu position yake ndani ya Kristo. Mais un vrai Mkristo anapaswa kujua position yake ndani ya Kristo. Anapaswa kujua position yake. Ndio. Anapaswa kujua nafasi yake. Ndio nabii anasema. Ndio anabaita wale watu. C'est venez, je vais vous persuader au nom de Jésus. Amen. C'est mkuje. Tamizirikishia. Amen. Il dit, laissez-moi vous persuader au nom de Jésus. Venez, vous qui ne connaissez pas votre position. Vous qui n'avez été pas qui n'était pas certain. Qui n'est pas conception intellectuelle ou un certain genre de dénomination. Ase mkuje nyinyi ambayo mko bila nini position yoyote ndani ya Kristo, nyinyi ambayo mko na nini, mko na nini na conception, kuelewa kwenu kwa kimwili, ya kimwili, ou un certain genre de dénomination,
wala kitu fulani hivi kia kizehebu. Vous qui avez crié, vous qui avez crié, vous qui n'avez, excusez-moi là-bas, vous qui avez crié, vous qui avez pleuré, vous qui avez eu une sorte de sensation, n'essayez pas de venir sur base de cela. Amen. Ase msijaribu nyinyi ambao mnakuwa watu wa kulalamika, bakulia, msijaribu kukuya kwa sababu ya hiyo, hapana. Mkuje juu ya kutaka kujua position yenu ndani ya Kristo. Je, tuko pamoja? Ndio Branham yuko anasema. Wewe usikuwa Mkristo wa kupigwa wa Kristo wa vile wa kulia. Wakati injili inahubiriwa hapa anaanza kulia. Haiko saa ya kulia, ni saa ya kusema. Juu ya nini? Au commencement c'était la parole. Na ile parole yenyewe ilikuwa au commencement, c'est ça la parole qui est restaurée pour cette année. Amen. C'est wakati ya kusema, sio wakati ya kulialia. Sio wakati ya kusema wala ya kukrie wala ya manunguniko. Wewe ndio useme. Wewe ndio kuna neno. Amen. Amen. Juu ile neno ndio kwa kumwangu, ndio neno ndio tuko narudishwa nayo tena sasa. Ndio. Ndio bravo, watafuta kila mtu ajue position yake ndani ya Kristo. Mimi niko Mkristo, maana niko na neno ya kusema. Juu wakati mwanzo kule wakati Eva alikuwa anatafuta kitu, alikuwa ndio anasema kwa analia. No, injili inahubiriwa kule vile sasa, hapana nakumbuka watoto wangu wenyewe walikufa, juu mimi naanza kulia, hapana kukumbuka tena. Kama uliwapendaka, ndio Branham anasema nini? Kila kitu kinyo ulipenda, Mungu alishakupatia na kisha kwake yako. Mungu alishakupatia nabo, utakuwa nabo. Ndio. Mungu akubariki sana. Amina. Il est dit, rappelez-vous, je vous dis au nom du Seigneur que vous êtes perdus misérablement, perdus et vous ne le savez pas. Kumbukeni mimi namiambia mjina la Yesu, mjina la Bwana, aya kwamba mko benye kupotea. Mko benye kupotea na hamjui kama mko benye kupotea. Ndio tatizo yenyewe iko leo na watu mlimwengu ya sasa. Juu ya nini kizazi chetu kwa mkialaudikia? Ni Biblia inasema vile katika Apocalypse Revelation inasema ya kwamba ni kizazi kenye kiko uchi na hakijui. Kipofu na hakijui. Kiko uchi na hajui. Na Biblia inasema tena bado wenye kupotea na hawajui. Wanawazia kama ni Wakristo sio Wakristo. Wanawazia kama ni waaminio ujumbe sio waaminio ujumbe. Iko na wazia. Mimi na Biblia nayo anasema kwa wenye kupotea na hajui. Ndio Branham anasema anawaita wale wote wakuje juu watambue position yao ndani ya Kristo. Maana kila mtu kuna position yake ndani ya Kristo. Ndio wakati unatambua position yako ndani ya Kristo, hautakuwa mtu wa kukuja na kulia. Utakuja ndio na maneno unapia ndio kusema. Hapana ukuja wa kulia wala manunguniko tena. Je continue. Il est dit ceci. Ne vous hasardez pas, chers amis. Je ne fais que semer la semence et retirer les fils. C'est Dieu qui fait croître. Et je sais que je ne sais pas 3 points. Asemi niko naweka tunyafu na Mungu ndio anakomalisha. Vile vingine si des femmes. Je saute. Je prends une citation du prophète, il dit ceci. Pourquoi je suis contre la religion qui s'organise? C'est kwa nini niko kinyume wala mimi napingana na ile kanisa ambayo inajineni dini ambayo inajiunga muundo. Le 1960 paragraphe 99. Frère Branham dit ceci. Quelqu'un m'a dit, frère Branham, j'ai quelque chose contre vous. Il a dit, vous êtes un Jésus seul. Moi nasema mambo hivi watu walikuwa ni mtu mwenyewe tena kwa nabii Branham. Si ule dada anakuwa ni mwingine. Mimi na huyu ni muamini wa ujumbe. Anakuja kwa nabii Branham, anamuuliza. Sasa ndugu Branham, wewe uko Yesu peke yake. Vous êtes un Jésus seul. Écoutez la réponse du frère Branham. Frère Branham dit, j'ai dit non. Je ne fais partie d'aucune organisation. Mnasikia jibu pale anasema? Anasema hapana. Maana anajibia kwa ule ndugu ya kusema kwamba yeye sio nani Yesu. Anasema je ne fais partie d'aucune organisation. Anasema mimi siko sehemu yoyote ya kundi yenyewe na juunga, hapana.
Jua watu wenyewe wanajiunda ndio wanafanya kitu kiapo kia kumweza kumuinua mtu kumweka kwa nafasi yenyewe sio nafasi yake. Amen. Mtu yote anapaswa kuwa kwa nafasi yake. Kama ni nabii, iko nafasi yake ndani ya Kristo. Je, tuko pamoja? Il est dit non, je ne fais partie d'aucune organisation. Le surveillant général d'un certain État a envoyé tout l'autre jour, il disait, quelqu'un m'a dit que vous êtes un Jésus-Cel. Frère Branham, j'ai dit pas du tout, c'est faux. Aseme huyu surveillant wa generation wa État fulani huko aliweza kutumana watu siku moja waweze pia kumwambia kwamba ndugu Branham ni nani? Ni Yesu pekee. Ndugu Branham akasema hapana, sio hivyo. Ibia bongo, c'est faux. Nebebiko bongo ni bongo. Ndugu Branham sio Kristo. Ndugu Branham ni nabii, kinywa cha Mungu, ni yakini. Amen. Sio swali nyote tulikuwa nayo kule. Ndiyo. Ni pointi ya ile swali nyote tuko najibia sasa. Ni swali ninapaswa kuwa najibu yako. Tunasema kama est-ce que Branham est-il le Christ? Tunasema ni hapana. Sasa kama ni hapana tulitosha wapi? Yeye mwenyewe ndio yuko najibu. Anasema hapana ni vya bongo, mimi sio nani, siko Jésus. Kula kumwanzo kulisikia sema Jésus son serviteur, ndio mtumishi wake. Kufanya mtumishi wa Jésus kuwa yeye Jésus unamfanya yeye kuwa mpinga Kristo. Na kama kiko kitu kibaya sana ni mpinga Kristo. Mpinga Kristo ni mtu mbaya sana. Paragraphe 101. Il est dit ceci, même blanchi. Pourquoi nous je suis contre la religion qui s'organise? Il a dit, oh, m'a dit que vous croyez à l'amour libre, que les hommes devraient quitter leurs femmes et partir à la recherche de droits. Bon, vous voyez, ce ne sont que des mensonges du diable. Amen. Asema anaweza kumwambia kama yeye ndugu Branham anaamini kwa upendo yenyewe iko uhuru. Mtu anaweza kuacha mke wake aende kuoa mwingine mwanamke. Mwana mtu anaweza kuacha dada anaweza kuacha mume wake anaenda kuolewa na mwingine mwanaume. Ndugu Branham anasema hiyo ni makosa, ni bongo. Hiyo ni bongo ya nani? Ya shetani? Ya shetani. Ce sont les mensonges du diable. J'ai dit, je suis absolument contre de telles choses qui sont contraires aux Écritures. Nikasema ya kwamba mimi niko kinyume na pingana na mambo kama na hayo ambayo iko kinyume na nini? Na maandiko. Je crois à la sainteté et à la pureté. C'est mimi naamini kwa utakaso na kwa pureté. Usafi. Kwa usafi, la sainteté na pureté. Je crois qu'un homme est lié à sa femme aussi longtemps qu'ils sont en vie. Amen. C'est naamini ya kwamba mwanaume anafungwa na mke wake wakati wote yuko mwenye kuishi. Mais wakati anakufa yuko huru. Si ndio vile? Ndio. Mais wakati tunaongelea point ya polygamy tukaona ya kwamba piko nafasi ambao mwanaume yuko huru kuoa wakati mke wake hatii. Kumbe mko mnafanya. Wakati mke wake hatii, mwanaume hafu. Si ndio vile? Dada naye yuko wakati gani yeye hafungu? Kama mnakumbuka. Sasa tuko wakati je dada naye hafungu. Wakati aliolewa na mwenyewe haamini, sio na mwenyewe haamini na mfukuza ule dada hafungu. Ndio aliolewa na mpagano. Mungu ambariki sana. Il est dit, vous ne devriez pas les prendre sans avoir premièrement prié. Amen. Sasa mwezi kuchukua mwanamke wote katika ndoa baada ya kuomba. Tunapaswa kuomba, ndio kwa maana tunapaswa kuoa sisi wenyewe kwa wenyewe wa Kristo kwa Wakristo. Je saute un peu pour gagner du temps. Je prends les citernes crevassées. Et ce n'est pas les citernes crevassées. Les discernements des corps de Christ, du corps du Seigneur. Ase upambanuzi wa mwili wa Bwana. Écoutez attentivement ici. Mfate kwa makini hapa ndio tuko point yenye iko na englober ile point yote ya absolu. Amen. Mfate hapa kwa makini please. Paragraphe 117. Frère Branham dit ceci. Vous qui étiez assis ici avant, croyez-vous que je suis un prophète de Dieu? Amen. Ici c'est la deuxième fois. C'est bien venu. Baada ya kwanza pia aliuliza ya kwamba croyez-vous que je suis son prophète? Hakudéterminer kama ni prophète wa nani. Mais ici dans cette citation il dit que croyez-vous que je suis son prophète?
Na sisi wenyewe tuko hapa hii asubuhi. Je, tunaamini kama ndugu Branham ni nabii wa Mungu? Amen. Amen. Un prophète, un messager pour un ange. Amen. Amen. Ase nabii ni mjumbe kwa kizazi. Baba tushamini kama William Marion Branham ni nabii. Maana ni mjumbe kwa kizazi. Na tukishasema kizazi sio waamini ujumbe tu. Hapana. Ni kizazi kyote, kama ndio pale tunasema kwamba hiki kizazi kile tunaishi hii generation. Iko kwa Baporo, iko kwa Bakatoliki, wa Buddhiste, wa Waislamu, watu wote wanaishi katika hii kizazi. Wenyewe wanaishi katika hii generation. Na Biblia na ndio nabii wa bapinge bakatale na Biblia na ndio nabii wao. Olinga te wakati unaishi mwa hii generation. Na Biblia na ndio nabii wa hii kizazi. Ndio nabii wa Mungu. Hakuna mwingine. Bwana anasema makelele. Il est dit ceci. Croyez-vous que je suis le messager de Dieu? Ni swali tena nauliza. Je, mnaamini ya kwamba mimi niko mjumbe wa Mungu? Amina. Ya kwanza niulize ya kwamba mnaamini ya kwamba mimi niko messager, niko prophet, niko nabii wa Mungu? Makutano yote kasema amina. Anasema ya kwamba mjumbe anapaswa kuwa ni mjumbe iko na ujumbe wa kizazi. Swali ya pili anauliza tena. Croyez-vous que je suis le messager de Dieu? Amen. Anaweza kuwa iko nabii, mais hana nini mjumbe? Haiko mjumbe. Si ndio vile? Ndio kwa maana leo tunaona watu ni banabii, mais hawana watu. Haiko wajumbe. Juu iko na doa ya nini ya prophecy. Anaweza kuja hapa anaweza kusema vyako wenyewe ulifanya kule, iko na doa ya prophecy, mais hana ujumbe. Hana ujumbe. Mesie huyu mzungu wetu huyu, sio anasema mzungu wetu, sio wao. Mzungu wetu huyu, yeye ni nabii tena ni mjumbe. Juu alikuwa na ujumbe. Ndio. Ndio kwa maana tunaweza kusema baada ya yeye kufunua ujumbe, kufunua envelope ambayo alipewa. Alikutanisha ujumbe zenye zilikuwa hapa za hawa wale formateri wote. Ilikuwa isha kuharibika. Alikuwa nabii mjumbe na ujumbe yake alikuwa na envelope yake yenye alitaka kufungula na yeye. Yesu Mungu anapata pale. Alikuwa naye na ujumbe yake. Ndio. Kusudi aje kuwa mjumbe anapaswa kuwa na ujumbe. Le Branham dit ceci. Je ne vous connais pas. C'est si mijui hapana. Mais Dieu vous connaît. Amen. Amen. Hapa natafuta kudiscerner sasa kama vile nabii. Anasema mimi si wajui, Mungu ndio anawajua. Kisha Mungu anamfanya ule mtu wenyewe hajui watu wengine, ni Mungu ndio anawewe, Mungu anamfanya kuwa Mungu. Sio ndio kwa mtu mwenye ole sana. Mtu wenyewe naye iko na absolute wake. Wewe unamfanya kuwa Mungu. Vitu vya ole sana. Ufuate mzuri pale. Il est dit si Dieu me révèle vos maladies, allez-vous accepter cela étant votre guérison? Ni swali unauliza. Kama Mungu ananifunulia magonjwa yako, utapokea hayo kama vile uponyaji wako? Amina. Ni amina. Vile kama vile nani? Nabii. Ndio. Mungu anapaswa kumfunulia yote. Hataki mjumbe. Anapaswa kuwa na ujumbe ambao alipewa kwa kuletea watu wa ile wakati. Amen. Sasa ule wakati anakuja na ujumbe ya watu ile wakati, ile ujumbe ambayo ilipewa naye kwa kuletea wale watu ile wakati, ndio wale watu ile wakati wakishamini ile ujumbe, ndio inawafanya wao kuwa nani? Yakini. Amen. 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 Ndio wanakuwa yakini wa ile ujumbe wa ile wakati. Kama vile wakati wa Musa, ndio reference ya mkubwa tunabeba tu, piko tofauti ya ujumbe leo. Piko wajumbe wakubwa na wajumbe wadogo. Mjumbe wa mkubwa alikuwa Musa, na Musa alikuwa mjumbe wa mkubwa, alikuwa prophète majeur. Ndio. Kama vile Branham ni prophète majeur. Watu wenyewe waliamini hata ujumbe wa wakati ya Musa hawakuwaka ba musiste. Walikuwa naitwa wanani wa Kristo. Jua nini waliamini ujumbe wa wakati wa Musa. Amen. Amen. Watu wenyewe waliamini ujumbe wa wakati wa Branham. Unapaswa kuita nao wanani wa Branhamiste? Hapana, wa Kristo. Unapaswa kuita wanani? Wa Kristo. Jua nini bako na ujumbe ambao nao walipewa na mjumbe? Ambao sio mjumbe pekee ni nabii. Na anakuwa tena nini yakini? Amen.
Juu hawa watu wakati wa Musa walikuwa na jirefereo kwa nani? Kwa Musa tu ndio alikuwa yakini. Juu yeye ndio alikuwa na ujumbe. Ndio. Ujumbe ya hawa watu haikupelekwa kwa watate wao wala kwa Musa, kwa Aroni au kwa Miriamu wala kwa mapreti wala kwa nani? Farao. Farao ndio alikuwa absolute kwa ile wakati. Farao ndio alikuwa absolute kwa Egypt. Ma ujumbe alimkuya. Ujumbe kakuya kwa nani? Kwa Musa. Automatically pale Musa ndio akakuwa nini? Yakini. Ndio akakuwa reference yao. Amen. Amen. Watu wote walikuwa nakubali benye Musa alisema juu ya nini ujumbe ulikuwa unakuwa ndio kwa nani? Kwa Musa. Haikuwa nakuja kwa pastor wala kwa bishop wala kwa bibi yako wala kwa bwana yako. Hata kama unampendaka bwana yako ile hajaoni hivyo, ujumbe unakuwa unakuja kwake. Ulikuwa unakuja ndio kwa nani? Kwa Musa. Wengine wote wanaenda kushotea wapi? Kwa Musa. Kwa Musa. Jo vile leo tena mambo ilifanyika. Amen. Ujumbe kakuja kwa nani? Kwa Nabii Branham. Jo pale kuna sema croyez-vous que je suis un prophète, un messager pour un âge. Amen. Asema mnaamini ya kwamba niko nabii, mjumbe kwa kizazi? Ndio. Kama unaamini kama iko mjumbe nabii kwa kizazi, maana yake watu wote wanaposhinda kushotea kwa nani? Kwa nabii mjumbe. Amen. Juu yetu iko na ujumbe. Ndio. Yetu walipatia, wakupatia pastor wako. Wala bwana yako, wala bishop wenu. Wala ule profete mwingine. Anaweza kuwa profete, mais hana mjumbe, juu hana ujumbe. Ça c'est vrai. Juu mbona leo utofauti pale? Piko mjumbe na nabii. Ndio. Mais wetu huyu ni mjumbe na nabii, juu iko na ujumbe. Ana ujumbe. Amen. Abiingia mzuri. Amina. Juu bishaingia mzuri unaposha kusema amina ya Kiafrika. Ya furaha sana kabisa. Amen, amen, amen. Frère abiingia mzuri. Nataka biingie pale mzuri. Ndio. Tusikie mrudie pale mzuri hapa kwa sababu. Un prophète et un messager pour un âge. Aseme mjumbe nabii ni mjumbe kwa nani? Kwa kizazi. Kwa kizazi. Hapana vizazi. Kizazi. Ndio. Amen. Amen. Musa alikuwa mjumbe kwa kizazi chake kilishaka kupita na vikaisha. Ndio. Si ndio vile? Amina. Noa alikuwa mjumbe kwa kizazi chake kilishaka kupita na vikaisha. Ndio alikuwa na ujumbe na yeye Musa. No. Ndio. Alikuwa na ujumbe ya kuambia watu wakimbie nini gharika ya maji. Vule iko nakuja kupiga. Ndio. Ndio ilikuwa ujumbe ile siku. Ndio pale nabii alituambia kwamba Adamu naye alikuwa nani? Mjumbe. Ndio alikuwa na ujumbe mule. Ndio. Ambao alikuwa naye kusema siku mtakula mtakufa. Tulisikia Jumapili nabii anasema. Amen. Anasema kizazi cha Edeni. Maana Edeni alikuwa ni kizazi cha ndio kilianzaka na kikaisha. Ndio. Amen. Amen. Sasa na sisi leo tuko na mjumbe na ujumbe. Ujumbe ndio pale kwa kusisitiza na sulinyene nafasi, mtiene nafasi mroho. Mungu anaenda nayo nafasi yote. Amen. Hata kama hatukusanyiki, hata kama wanaminyang'anya mabitabu, wanaminyang'anya mabronchire, unapaswa kujua ya kwamba tuko na mjumbe ambayo yuko na ujumbe. Na si wote tunapaswa kushotea wapi? Kwa mjumbe. Juu yeye ndio ujumbe ulipewa, hakupewa na bwana yako wala pastori wako, hapana. Ndio. Haukupewa na bishop wenu, hapana. Ujumbe haikupewa na nani? Na profete wenu, hapana. Anaweza kuwa ni profete mimi hana ujumbe. Hana ujumbe. Anaweza kuwa na profete ya kupambanuza au ulifanya hivi, ulisema bongo, uliiba, ulizini, iko na pambanua, mimi hana ujumbe. Amina. Kieto pamoja. Amen. Jibisha ingia sasa pale. Ndio. Utofauti ya ujumbe na ujumbe. Ndio kwa maana sisi kwenye sisi tuko tunashotea. Utofauti na watu leo. Ndio. Ya nini? Ndugu Branham kwetu sio tu nabii, na ni mjumbe. Ni mjumbe, yeye ndio kuna ujumbe. Amina. Tunapaswa kwenda kushotea ndio kwake. Tunapaswa kusoma ndio benye alipewa tuletee watu. Amen. Ndio kwa maana alisema kama mimi nawafanya nyinyi kuwa wa ujumbe wa hii ujumbe. Baki na sisi kwa ujumbe. Amina. Ni ndugu Branham anasema tutapasoma. Ndio. Sasa mimi nawafanya nyinyi kwa wajumbe wa hii ujumbe. Amen. Ndio ujumbe gani hii ile kwa nini? Amina. Baki na sisi wote tunapaswa kunukuu, tunapaswa kurudia hii. Amen. Ndio ujumbe ya kizazi ya Laodikia ilipewa na mjumbe wa kizazi ambayo ni Branham. Amen. Oya boye talie. Ndio. Bila kurema kiba zote kama unakataa. Amen. Mungu akubariki sana. Amen, amen. Wakati watu wako nasema juu ya Musa, bana furahi sana. Bana cheza. Haleluya. Musa kabisa
watoto wa Israeli. Peko nyimbo wanaipaka mkifulero ni wamatanda walimpaka wala nani. Aseme Farao mtu mubaya aliwatesa wana Israeli. Wanataka video kama sasa Farao anakuja na watu wake Musa washavuka ngambo kule, ndio Farao na watu wake wote wanaangamia. Jeshi la Farao lake walivuka barani. Mokozi, mnajua prayer ile muhimu. Sasa watu wanasikia vile sasa historia mzizi wanafurahi. Haleluya, karibu Yesu malaika wanesa. Wanaweza kusema mkiroho. Juu nini kunaongea juu ya nani ya Musa? Mimi nakwambia sasa juu ya Musa wa leo ambao ni Branham. Watu wanasidika. Hapa furahi. Kama palikuwa kitu cha kufurahia ni juu ya Musa wa leo ambao ni Branham. Amen. Hapana ujumbe wakati ila ilisha kupita. Ndio. Farao hakuwaki tena. Na hata kuwaka. Hata kuwaka. Je, tuko pamoja? Amina. Mungu akubariki sana. Amen, amen. Yetefu kupeni serishma. Amen. Ndio kwa maana tunaweza kuweka kikazo pale Jumapili kusema ya kwamba watu wenyewe biko wanachukia ujumbe na ujumbe. Wenyewe wanamchukia Branham. Si wa madhehebu hapana. Ni wana ujumbe wale watu wa kidini. Waswandi za kuwaea ujumbe. Ndio wenyewe wanachukia nini nabii. Ni kama vile vile tena wakati ya nani ya Musa. Watu wenyewe wanaanza kumchukia Musa, dada yake Miriam alikuwa dada yake. Ndio. Mnajua vile kama Miriam alikuwa dada yake? Ndio. Miriam alikuwa dada yake ya Musa. Ndio. Wadamu kabisa. Dada yake. Aaron alikuwa dada yake. Ndugu yake. Ndugu yake Peter si dada yake. Aaron alikuwa ndugu yake, wa karibu sana. Sasa Musa anasema no, mtu yoyote asiweze kuoa nje, tunapaswa kuoana si benyo ba Kristo. Mimi siku moja Musa anatoka naenda kuoa nje, anaoa nini Ethiopia, nje ya Israeli. Ndio. Unaenda kuleta Sephorani huku, wewe unabiaribisha. Tu unataka kutuambia jana. Sio mkanisa ndio alianzia, ba familia yake, makaribu wenyewe walikuwa wanamjua Musa. Ndio. Benyo wako naharibisha tena hii ujumbe hii. Sio ba madhehebu, sio ba Katoliki. Ba Katoliki wako na biabu kule wenyewe walikuwa wanahubiri. Ndio. Kwanza ba Katoliki wanawapendana sana. Yuko kusensere mu mambo yabo mimi makosa. Ndio wale wenyewe nabii anasema, c'est vaut mieux kukua nini sincere même makosa. Juu siku unaweza kujua nini kweli. Baada ya kujua kweli na utumikii kweli. Kama vile ndugu mmoja nimeshampatia kutuhuda siku moja hivi. Anasema kule kwenye Mungu anakusanyika, mimi naamini kama vile Mungu anahubiri ndio ya kweli. Mimi sitakuwa nakusanyika pamoja na nyinyi naendelea kuna kusanyika wapi kukabu? Kule. Mtu mbaya sana ule. Anajua ukweli mimi anakatana kushirikiana na ukweli. Kweli. Oh my goodness. Ule mtu unamkutanisha wapi mujumbe? Sio Mkatolika. Ndio pale kwenye nabii Abraham alisema ya kwamba vaut mieux quoi sincere même makosa, mais pala ya kufanya kosa na unajua kama hii ni kosa. Na ndio si Biblia nasema mu Timothée je crois. Nasema vile. Sasa si vous avez fait quelque chose et que vous ne le faites pas, vous péchez. Nasema wakati mnajua kufanya kitu na ufanye kile kitu ni dhambi. Unajua kama hii ujumbe ni vya kweli, unajua kama ukupigwa kweli, bali watu wanakusanyika pale ni ukweli ndio ujumbe hii. Wewe unaacha kufanya hivyo, unafanya nini sasa huko unaishi ndio mzambi. Juu wakati wote hauyakosoa, maana ndio maisha yako, unaishi mzambi. Ndio. Amina. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est la Bible, ce n'est pas moi. Oui. C'est moi comment la Bible ndio mnakataa. Mais Biblia sisi tunakubali neno ya Mungu. Amen. Ya Mungu. Na neno ya Mungu tunapaswa kudumu milele. Mais sio yakini yetu hapana. Biblia sio yakini yetu. Yakini yetu ni nabii ndio alipewa na ujumbe wa wakati yetu. Tukishafanya Biblia kwa yakini yetu sababu tunambeba na Musa, tunambeba na Mathayo, tunambeba na Luka, tunambeba na Yeremia. Wale wote tunafanya kwa yakini wetu. Hapo ni kitu kia mbaya sana. Na kila mtu anapaswa kuwa na yakini wake umoja. Kila mtu anapaswa kuwa na kanisa yake moja. Kila mtu anapaswa kuwa fasi moja na kusanyika kama moja, bali kusanyika fasi mbili. Amen. Kila mtu anapaswa kuwa kimoja. Kila mtu anapaswa kuwa na bwana yake moja, bibi yake moja. Kila kitu kimoja frère. Ndio. Sauf kubanyama kule, bampasi nini? Frère mama anasema. Hapana, kwa terme ya nabii yenyewe alisema frère. Nasikia lete evangelie sasa. Tuende kwa evangelie tupe Bampanya frère. Bampanya. Hapana ndio boyo kuoa bibi mingi kule ni vyabo. Ndio mvi yabo.
Nakumbuka wakati tulikuwa kwa Malawi, Sheronga na pia kule nikamasha foto na kampanya kama mshito kumba Malawi na kulala kupale frère. Cheo mwana kwa napita na kukuzia akamwambia leta kwanza ile kabora kama chema foto na acha foto. Pale katia Facebook disikiwe wenyewe bantu badasema. Frère wale walikomande basi frère. Mnakula katika kitu kwa sababu kana kwa kaje bado wanasema sema ya mingi kule China mingi sasa mimi acha tu vile vile. Jua haupendi kujua benye binaendelea. Wewe unatafuta njoo niulize sema frère, hapa kitu unatia pale kipo wapi? Bipo wapi? Unaweza kutuambia juu vitu ulipataje? Juu nakwambia. Mimi nilipenda vile juu ya historia ya kusema nilikuwa nakumbuka nani kacha ya kunjua culture ya Malawi. Kwa sababu unaweza kama kukupatia mpanya maji wa kukaribisha. Kama vile watu wanaenda kufulenu kwa kukupatia kitole kwa kukaribisha. Kama unaenda kubandande kula kwa kukupatia mayai ya maragi maji ya kukaribisha. Unaenda kuvamusha kwa kukupatia mulunda kwa kukaribisha. Ndio vile vile nabo kuachewa. Na baki sasa chile. Hivyo friend. Sasa wakati unaenda kuachewa kama kwa kukupatia mpanya maji nao hapa ya kukaribisha mzuri kwa kukupatia mpanya. Sasa Joan unasema vile ile nilikuwa nasemea juu ile nini? Ba polygamy. Maana mvi yabo ni kama vile mpanya kwa na wabibi ba mingi. Kila kitu kile tunapaswa kufanya ni kuuliza ndio kwa na msingi. Amen. Tunapaswa kuuliza friend. Amen. Amina. Hauwezi kwa tupali tu ya kukondane tu na bila kuuliza. Kama mnakumbuka tulisikia na Biblia Branham anasema. Kama piko kitu kia mbaya sana kumkondane mtu na hajawahi kumsikia. Ndio. Kumsikia. Tukasikia mfano ya nani ya Joseph. Si ndio vile? Ndio. Joseph na bibi ya Potifa. Manguo za Joseph ilikuwa mikono ya bibi. Si ndio mtu yeye kugeze alisharitika naye. Au juu muulize kwanza Musa ni Joseph ni nini iliendelea? Vilifanyika je huyu bwana? Mumsikilize kwanza mbele ya kumkondane Mungu. Je, tuko pamoja? Amina. Ni nabii Branham anasema ndio. Hampaswi kuwa pale tuje kukondane. Achetea mapambo kwa nini sasa ulapa pale? Uko je nini? Uliza uko je mimi nilitia tu historia nilikuwa nakumbuka kati ya Malawi. Sikutia sisi ndio nakula. Na kama nakula sio dhambi. Kila kitu chote kinatakaswa mfano unakula. Siku unaipika tu na mitenda kula. Amen. Mungu amebariki sana. Amen. Turudie pale kwenye tuko. Kama tunataka tumalize mapema leo. Mimi hatuwezi maliza mambo ya Mungu aisha. Kete kubeni serisho. Amen amen. Bila kusaulika tuko na insistele nafasi ya kusema ya kwamba ndugu Branham ni nabii mujumbe wa kizazi. Na watu wote wenye ile kibwamo ile kizazi wanapaswa kushotea wapi kwa nabii. Amen. Wakati mnashotea kwake maana kujenjwa anakuwa nini reference. Amen. Ndio anakuwa poto d'attache. Amen. Ndio pale tunamsema kama ni yakini juu aninjo kutoka na tosha wenyewe tunahubiri yake. Amen. 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 Mungu amebariki sana. Hata mnyumba mule bibi na bwana. Ndio. Mnatafuta kukosana tu kidogo, wala namna ya kuvala, namna ya kukua ndugu Branham jana alisemaka juu ya hiki kitu. Ndugu Branham alisema nini juu ya hiki kitu? Baki namna yote ya kukua unapaswa kujireferea kupitia Branham alikuwa anasema. Amen. Amen. Kama ni dada kwenda kusukisha nywele, sema ndugu Branham alisemaka nini juu ya kusukisha nywele? Tushakusikia kule. Ndio. Vyote alisema kusema. Juju nabii. Amen. Iko na ujumbe ya kusahihisha watu wa ile wakati. Amen. Je, tuko pamoja? Ndio. Kama ni namna ya kuvala, je, ndugu Branham alisemaka je juu ya kuvala? Kwanza ndugu Branham alisemaka nini? Tuma nimwambie kwanza wa ndugu. Frère Branham anasema hivi, asema auparavant mwanzo mumatrain, mubasi. Wakati gentleman, maana gentleman ni ule unyakuwa anaita bibi yake nini madam. Maana gentleman ni mtu yeye anamuita bibi yake nini madam. Maybe ya masomo kule utasema madam utazani madam secretary mwa madam ndio bibi yako. Mais kusudi uko gentleman unasema muita bibi yako nini madam. Ile tena ulikuwa unajua. Ni nabii ndio alisema ile vitu. Na utabusha kukonfirm ya nabii. Ndio kulishite roba naanza kuita madam. Ndio marujio kwa madam. Ndio vile Frère Branham anasema. Ndio. Sasa tunapaswa kukopia ile. Unaweza kusema gentleman maki kwa gentleman maki ni mtu wa kujiheshimia. Amen. Kama uko wa kujiheshimia mbona unapaswa kumwita mke wako nani madam. Sasa ni nabii anasema tunabibeba tunjovyo kabisa. Ndio. Mungu amebariki sana. Amen. Isikuwe tu madam wakati unatafuta ku apply kazi say dear madam I would like to work with you. Na uko na mwingine madam kunyumba na